Hujambo na karibu katika sehemu hii ya 4. Hii itakuwa sehemu ya 4 ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Johnny Melissa, mtoto wa superstar. Kama una kumbukumbu nzuri, sehemu ya 3 tulishia pale ambapo Miriam alikuwa ameweza kumuuliza swali Deborah Martin kama ana ujauzito. Ni kama alikuwa amehisi hivi kutokana na muonekano wa mwili wake, lakini Deborah Martin alisema kwamba hajisikii vizuri, anaomba akapumzike. Na hapo ndipo ambapo tulikuwa tumeishia. Nini kitaendelea? Hii ni sehemu ya 4 ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Johnny Melissa, mtoto wa superstar. Baada ya mazungumzo hayo sebuleni hapo, muda ulikwenda. Yapata miezi 4 kamili sasa imeweza kupita. Dalili zote za kichefuchefu kikali zilikuwa zinamwandama Deborah Martin, na kwa kuwa tayari alikuwa kashaandaa chumba maalum kwa ajili ya maandalizi ya mtoto, basi haikuwa shida kwake. Ni kama mtaalamu Gondwe alivyokuwa amemwambia kila kitu awe amekiandaa kwa ajili ya maandalizi ya mtoto, naye alikuwa amefanya hivyo. Alikuwa ameweza kusaidiana na kijana wake Aaron, ambaye ndiye alikuwa kila kitu katika harakati zake za kutafuta mtoto. Basi haikuwa tabu. Siku moja jioni akamuita Aaron na kumwambia, nadhani muda umewadia na sitaki kupoteza muda, na uhakika maji bado unayo? Ndiyo madam, ninayo, alijibu na haraka. Deborah Martin alimwambia Aaron sasa amfuate chumbani kwa ajili ya maandalizi ya mtoto. Alifika ndani ya chumba hiko na wote walikuwa katika mavazi meupe kama walivyoambiwa na mganga, na wakeketi chini ndani ya chumba hicho kisafi ambacho hakikuwa na kitu chochote ndani zaidi ya kioo kikubwa tu kilichokuwa kimewekwa ukutani. Deborah Martin alikaa chini vyema na tayari walikuwa wametandika nguo nyeupe safi kwa ajili ya kumpokea mtoto. Na hapo ndipo Aaron akatoa maji na kumnywesha Deborah Martin, na baada ya hapo wote wakawa wameketi chini kitako. Ilipita kama dakika 5 hivi wakiwa tuli. Ghafla Deborah Martin alianza kupatwa na kichefuchefu zaidi. Kichefuchefu kiliongezeka. Alijisikia tumbo likimvuruga, na dakika hiyo hiyo alianza kutapika damu. Alitapika damu Deborah Martin, na hali hiyo ilianza kumtisha Aaron. Madam, uko sawa? Uko sawa madam? Aliongea Aaron, na Deborah akamwambia, naishiwa nguvu, natapika sana, naomba muite daktari. Hapana madam, mimi nahisi kama tutaharibu masharti, aliongea Aaron. Na hapo Deborah Martin ghafla alianza kupanua mdomo wake kwa nguvu sana. Hali hii ilikuwa inamshangaza Aaron. Ndio, alipanua mdomo na ukawa mkubwa sana na wa kutisha. Mungu wangu, aliongea Aaron, na akataka kukimbia, lakini cha ajabu miguu yake ilikuwa mizito sana. Alitaka kupiga kelele Aaron, lakini sauti ilikuwa haitoki. Alibaki anahangaika tu. Mdomo wa Deborah Martin ulikuwa mkubwa sana, mithili ya ndoo ndogo. Lilikuwa ni jambo la kutisha sana, na hapo Deborah Martin akajikuta ametapika kitu. Ndiyo, alitapika kitu, na mdomo wake ulianza kurudi taratibu baada ya yeye kutapika. Alikuwa ametapika kitu ardhini, na baada ya kutapika mdomo wake ulianza kunywea na kurudi kama awali. Lakini alikuwa ametapika nini? Na alikuwa amechoka sana. Alikuwa ametapika kitu mithili kama ya mtoto. Ndiyo, alikuwa ni mtoto. Mtoto katokea mdomoni mwa Deborah Martin. Wote walibaki wanashangaa tu. Chumba kilikuwa kimetapakaa damu mbichi ambayo Deborah Martin alikuwa katapika kabla ya kumtoa mtoto huyo. Jambo la kushangaza ni kwamba mtoto huyo
Punde alikaa kitako na kuanza kuilamba damu hiyo iliyokuwa imejaa chumbani humo. Ndiyo, alianza kulamba damu ambayo Deborah Martin alikuwa katapika hapo chini. Lilikuwa ni tukio la kutisha sana. Deborah Martin hakuweza kuvumilia na ghafla alitoka mule ndani kwa spidi sana pamoja na Aaron na wakamwacha huyo mtoto humo ndani. Walitoka na wote walikuwa hawajui wafanye nini, wanatizamana tu usoni, jasho likiwatoka. Bado Aaron aliendelea kutizama mdomo wa bosi wake, asiamini kama ulikuwa mkubwa vile. Tumemwacha mtoto ndani. Tumemwacha mtoto ndani. Aaron, tumemwacha mtoto ndani. Aliongea Deborah Martin. Ndio tumemwacha. Tumemwacha bosi. Tunafanyeje? Aaron, nenda kamchukue. Aliongea Deborah Martin, lakini Aaron akawa kama anasita hivi, na ndipo akakumbuka jambo. Akakumbuka kuwa mganga aliwazuia mpaka siku 7 zipite ndipo arudi ndani kumchukua mtoto. Sikiliza Aaron, itunze hii siri kwa gharama yoyote ile. Nitaumbuka. Wewe ndio mtunza siri zangu sasa. Aliongea Deborah Martin na Aaron akajibu, Siwezi sema madam. Niko pamoja na wewe katika hili na kila kitu kitakaa sawa. Waliongea mtu na bosi wake, na hapa wote wakashusha pumzi ndefu kabisa. Deborah Martin alikuwa akipigiwa simu nyingi sana za kazi, lakini kilikuwa ni kipindi ambacho akili yake ilikuwa haiko sawa. Alikuwa akiwaza tu juu ya swala la huyu mtoto. Ndio, simu nyingi zilikuwa zimepigwa kwa ajili ya kazi za hapa na pale, kwa ajili ya shughuli zake Deborah Martin, lakini hakuwa na muda kabisa wa kuzipokea. Alikuwa yuko bize tu na mtoto. We nawe, sasa hivi tutamwambia dada wewe unafanya kazi kule garden, maana humu ndani unatupigia kelele tu, nyimbo tu. Jamani. Ilikuwa ni sauti ya Zulfa akimwambia Miriam, ambaye muda huo alikuwa na fagio lake anatoa vumbi jikoni. Sada Zulfa, ni hapo kosa langu nini jamani? Hii ni sauti ya Miriam akiwa anajitetea baada ya Zulfa kuanza kumsema asiimbe nyimbo zake za kanisani alizozoea kuziimba. Ila we Zulfa naye mkorofi, hebu mwache mwenzio aimbe. Kwani wewe si uimbe? Wewe mbona unawekaga miziki yako kwa sauti ya juu na sisi hatuseme? Au hujui kuwa unatuboa? Mwache Miriam aimbe bwana. Hapa Latifa alikuwa anajaribu kumtetea Miriam ambaye alikuwa anasemwa na Zulfa. Kumekucha tena makelele. Ngoja mimi niwaache nikaangalia zangu TV. Aliongea Rehema na kuanza kuinuka kuifuata korido nyembamba ya nyumba hiyo ambayo ilikuwa inamsogeza mpaka karibu na chumba chake. Unajua, kila mtu alikuwa na chumba chake. Kutokana na ufahamu wa nyumba hiyo, hakukuwa na ulazima wa kushia vyumba. Ndio, aliamua kuondoka na alitembea. Rehema akaamua kuacha chumba chake eneo hilo, akaamua kupanda juu gorofani kabisa kutafuta chumba kingine kimojawapo atulie huko kuepuka kelele za wenzie. Lakini kabla hajafika alisikia kitu. Ndio, akiwa amepandisha ghorofa ya pili, kuna kitu alikisikia. Alisikia kitu, ni kama alisikia sauti ya mtoto hivi akilia, japo hakujua sauti hiyo inatokea wapi. Lakini sauti hiyo ilikuwa inatokea ndani ya hiyo nyumba. Mtoto. Kwani humu ndani kuna mtoto? Au dada akajifungua? Kuna muda Miriam aliwahi kusema kama dada ana mimba hivi, au ndo kajifungua. Lakini mbona siye kumuona dada tumbo lake limekuwa kubwa kiasi cha kukaribia kujifungua? Mpaka sasa ni siku ya 6 tangu Deborah Martin ajifungue, mimba ambayo haikuonekana kabisa kama alikuwa na tumbo kubwa, japo tumbo lilikuwepo, ila sio la kujua kuwa ana mimba. Lilikuwa wastani tu, yani mpaka uchunguze sana ndo ujue. Aliendelea kusikiliza Rehema upande huo wa ghorofani, upande wa juu wa nyumba hiyo. Akaanza kukagua baadhi ya vyumba.
Alikagua chumba kimoja baada ya kingine, akafika kwenye chumba kimoja hivi ambacho hapo alianza kuisikia sauti hiyo ya mtoto kwa ukaribu kabisa. Lakini safari hii mtoto huyo alikuwa ni kama alikuwa anacheka hivi. Alibadilika. Mwanzo alikuwa analia, mbona sasa hivi nasikia kicheko? Huyu mtoto, jamani, huyu mtoto inaonekana ni kama hayuko peke yake humo ndani ya nyumba. Ni kama alikuwa anacheza na mtu hivi, maana alikuwa ana furaha. Kuna muda analia kidogo, anacheka kidogo, anafurahi. Rehema alisikiliza, lakini bado ilikuwa haingii akilini. Mtoto katoka wapi humo? Aliona sio shida, akagusa kitasa cha mlango huo ili ashuhudie anachokisikia ni mtoto kweli au la. We Rehema wewe. Hii ilikuwa ni sauti ya Latifa ambaye alikuwa akimstua Rehema. Hey, abe, yaani wewe umeacha kazi zako kule umekuja kujificha huko juu. Haraka Rehema alimnyamazisha Latifa asipige kelele, aje taratibu. Na Latifa akatulia kumsikiliza Rehema ambaye alikuwa hapo mlangoni. Basi alipokaribia, alianza kumsikilizisha sauti ya mtoto ambaye alikuwa akicheza humo ndani. Basi wote walisogea wakawa wanasikiliza sauti hiyo kwa muda kidogo. Hapo Rehema akaona hapana, ikabidi aguse kitasa ili afungue mlango, lakini akagundua mlango wa chumba hicho ulikuwa umefungwa. Sasa dada itakuwa kajifungia ndani na mtoto au mbona hongei? Alibisha mlango huo, alibisha na akawa anajaribu kufungua, lakini hakuna ambacho aliweza kufanikiwa katika swala la kufungua huo mlango, wala hakujibiwa, na mtoto aliendelea kucheka tu kwa furaha humo ndani. Alikuwa akioji Latifa, na hapo safari hii alianza kuita, dada, 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 dada Debora. Aliita, na hapo sauti ya mtoto ilikuwa kimya tu. Walipokezana kuita Rehema na Latifa, lakini wakaamua kuondoka ili wakamuulize vizuri bosi wao Debora Martin. Walitoka haraka, lakini kabla hawajafika mbali kuna kitu walisikia. Ndiyo, walisikia kitu. Lilikuwa ni sonyo. Ndiyo, kuna sauti iliwasonya. Walijikuta hofu inawazidi na punde wakaamua kukimbia katika eneo hilo. Wala Debora hakuwepo ndani kama walivyokuwa wanafikiria. Aaron na Debora walikuwa katika ofisi yao binafsi wakiwaza juu ya mtoto yule wa ajabu, lakini walijipa imani kuwa kila kitu kitakaa sawa baadaye. Kesho asubuhi, ambayo ilikuwa ni siku ya 7, walifika katika kile chumba bila kujua kuwa jana Rehema na Latifa walifanikiwa kufika katika chumba hicho, japo hawakufanikiwa kuingia ndani, na Rehema na Latifa walikuwa wanahitaji kumpata bosi wao Debora Martin ili waweze kumuuliza. Aaron alitoa funguo na kufungua chumba hicho, kisha akatangulia kuingia ndani na Debora Martin akafuata. Waliingia ndani na kumkuta mtoto kalala pale pale walipomwacha. Tena safari hii chumba kilikuwa kisafi sana, wala hapakuwa na damu. Sijui ndo kazi lamba zote. Mtoto alikuwa kawekwa katika mazingira mazuri kabisa, na alionekana ni mtoto wa kawaida kabisa. Kalikuwa ni katoto kakike, mashallah, kalikuwa ni kazuri sana. Walitizamana kwa muda Debora Martin pamoja na Aaron, kisha kwa uoga kabisa walianza kumsogelea mtoto huyo. Debora alimsogelea zaidi mtoto huyo na kisha kumtizama. Alimtizama, na hapo upendo wa mama ukaanza kumwingia ndani ya nafsi yake. Akajikuta anamuinua mtoto huyo hapo chini na kumbusu. Huyo sasa ndiye mwanangu, aliongea Debora Martin, na akasahau yote yaliyomtokea, hata jinsi alivyojifungua mtoto huyo alisahau. Alimuona ni mtoto wa kawaida kabisa, na hapo furaha ilianza kumjaa ndani ya nafsi yake. Alimkumbatia mtoto huyo na akambusu, ari iliyofanya Aaron naye atabasamu. Tunatakiwa kurudi kwa mzee Gondwe, madam.
Aliongea Aaron akimkumbusha Deborah Martin kuwa baada ya siku 7 kumtoa mtoto ndani wanatakiwa warudi kwa mzee Gondwe kule Kongo. Sawa, nimeelewa, aliongea Deborah Martin na wakakubaliana, na hapo walikuwa wanapanga siku tu kwenda kwa mtaalamu. Siku hiyo Deborah Martin hakutaka kabisa kufanya kazi yoyote ile, wala kushika simu wala kusoma email wala meseji. Muda wote alikuwa anamtazama mtoto wake, na alionekana ni mtoto wa kawaida kabisa. Alikuwa anavutia sana. Siku iliyofuata asubuhi na mapema sebuleni, Deborah Martin aliwaita wafanyakazi wake wote wa kike ambao walikuwa wanafanya kazi ndani ya jumba hilo: Ratifa, Zulfa, Rehema pamoja na Whitney akiambatana na Miriam. Nimewaita hapa, mmemwona huyu ni mtoto wangu, alikuwa akiongea Deborah Martin na kueleza wafanyakazi wake wa ndani. Hapo akafunga mjadala. Alikuwa akiongea Deborah Martin na kuwaeleza masuala hayo wafanyakazi wake wa ndani. Hapo akafunga mjadala. He, dada jamani, wewe ni msiri. Niliwahi kusema siku ile kuwa mbona kama dada una mimba hivi, kumbe ushajifungua. Hii jamani, kazuri aka jamani. Ni maneno ya hisia na upendo alikuwa akiongea Miriam baada ya kumuona mtoto wa Deborah, na Rehema pamoja na Ratifa pia waliweza kumuona mtoto huyo, na hapo wakapata majibu. Kumbe kweli sauti walioisikia ndani haikuwa ni miujiza, ni mtoto harisi. Lakini hawakusema kwamba jana tu walitoka kusikia sonyo kali ndani ya chumba walichohisi mtoto yupo, na wala hawakusema kuwa walihisi mtoto ndani ya chumba fulani. Wakaamua kukaa kimya na kumezea swala hilo. Walikaa kimya na muda wote wakawa katika hali ya kumfurahia mtoto huyo, na wakasahau yale ambayo yaliweza kuwatokea. Deborah Martin alipomaliza kumtambulisha mtoto wake kwa wafanyakazi wake wa ndani, alimbeba na wakatoka pamoja na Aaron haraka kuelekea maeneo walipopajua wao, maana walikuwa hawana muda wa kupoteza. Ndiyo, hapakuwa kwengine, ni safari ya kuelekea Yatolema ambapo kuna msitu wa Yangambi kwa mganga Gondwe. Safari ilikuwa ya kawaida, na wakafika Kongo wakakata tiketi wenyewe mpaka kijiji cha Yatolema, na walipofika hapo walimkuta yule dada akiwasubiri. Utafikiri walikubaliana naye au walimpigia simu hivi. Kweli mganga kiboko. Haraka walianza kuongozana naye, na safari hii walifika sehemu moja wakakuta kuna fisi. Yule dada kaja naye. Lilikuwa ni eneo la wazi tu na watu walikuwa wakiendelea na biashara zao, lakini cha ajabu hakuna mtu yoyote ambaye alikuwa anaona kuwa hapo pembeni kuna fisi, yaani kuna dada amekuja na fisi. Wote walikuwa bize tu na mambo yao. Hakika uchawi upo. Wakapanda fisi huyo, na hapo kufumba na kufumbua wakajikuta wako mlangoni kwa mzee Gondwe. Yaani kufika kwa mzee Gondwe katika hali ya kawaida ni ngumu sana kama hajataka ufike katika hali ya kawaida. Mara zote huwa anawafikisha watu katika eneo lake katika njia ambazo wao wenyewe hawajui wamefikaje. Hakika huyu mzee ni kiboko. Walifika na mzee Gondwe alifurahi alipowaona, na aliwapongeza kuwa hakuna walichokosea, wamefuata masharti kama inavyotakiwa mpaka kupatikana kwa mtoto. Kila kitu kilikuwa ni bomba kabisa. Napenda sana watu wasikivu kama nyie vijana wangu. Mzee Gondwe aliwakaribisha ndani, wakaingia na wakaketi wakiwa na mtoto wao pia. Deborah, hiki ndicho ulikuwa unakitafuta sana, sasa umekipata. Aliongea mzee Gondwe kwa kujinasibu na kuanza kuimba nyimbo zake za kiganga. Aliimba muda mrefu sana, huku Deborah Martin pamoja na Aaron wakiwa wamekaa pia. Na safari hii walionekana hawana mawazo sana kuhusiana na maeneo hayo ya mganga. Ni kama walikuwa wameyazoea hivi, kwa maana hii ni mara ya pili sasa wanafika. Mganga Gondwe aliendelea kuimba, na aliimba muda mrefu sana, na akaona haitoshi, akaita na vijana wake, yule dereva aliyowachukua mara ya kwanza na huyu binti. Hawa walikuwa kama wasaidizi wake.
aliwaita wote wakaingia ndani ya kilinge hiko na wakaanza kuimba nyimbo za kuitukuza mizimu yao. Kawaida hiyo kwa mganga Gondwe kuimba kwa ajili ya kuitukuza mizimu yake, hilo ni swala la kawaida kabisa kwake. Basi ndani ya kilinge kulisikika nyimbo tu, waliwasha udi, waliwasha ubani mpaka vilipoisha, na wao ndipo wakakoma kuimba. Jasho lilikuwa likiwatoka mzee Gondwe pamoja na vijana wake kwa sababu ya kuimba muda mrefu. Huna kipi cha kuzungumza Deborah Martin juu ya huyu mwanao mpya? Alioji mzee Gondwe, na Deborah Martin aliongea. Nashukuru sana mzee wangu, umenisaidia sana. Ni miaka mingi imepita sasa, hatimaye leo naenda kuitwa mama. Niko tayari kutoa mali, niko tayari kutoa fedha kukupa shukrani zangu kwako. Deborah Martin hakuona ubaya kutoa fedha, wala hakujali namna alivyojifungua mtoto huyo. Kitu ambacho alikuwa amekibeba ndani ya moyo wake ni kwamba sasa ana mtoto wake mwenyewe na punde ataenda kuitwa mama. Aliongea Deborah Martin, na mzee Gondwe akatabasamu kidogo, kisha akaendelea. Huyu mtoto ni zawadi, hivyo umtunze vyema, na hiyo ndio itakuwa malipo makubwa kwa wazee, sio fedha wala mali. Huyu mtoto umepewa kama zawadi, wazee hawataki pesa, na huyu mtoto atakusaidia baadaye, maana atakuwa mtu mashuhuri kama wewe iwapo utampa malezi bora. Aliongea mzee Gondwe, na Deborah Martin alitabasamu kwa furaha na alionyesha amelizika na maelezo hayo, japo ni kama kuna kitu alitamani kuuliza Deborah, ila kabla hajauliza mzee Gondwe alimjibu. Najua unachowaza. Sikiliza Deborah, kuzaa kwa uchungu ni laana iliyotolewa zamani sana katika vitabu imeandikwa. Ndio maana sisi tukakupatia mtoto kwa njia nyingine ambayo sio ya kawaida. Maana huyo mtoto sio wa laana, huyo mtoto ni wa baraka. Utambue kuwa wazee wamekupa huyo mtoto kwa njia ya baraka, wala sio njia ya laana. Unatakiwa ufurahie hilo, na ndio maana huyu mtoto amekuja katika njia ya kawaida kabisa, tofauti na vile ambavyo umezoea. Lakini lazima utambue kitu kimoja Deborah Martin. Pale ambapo mtoto anapandikizwa ndipo mtoto anapotokea. Wewe mtoto wako aliingia kwa njia ya mdomo, ndio maana ametoka kwa njia ya mdomo, na tulimtoa katika mazingira ambayo miungu walichagua hatoke, wala sio njia ya laana ya vitabu ambayo ilitolewa zamani za kale. Furahia hilo. Aliongea maneno hayo na Deborah Martin akawa ameelewa kitu angalau. Kimya kilitawala kilingeni hapo kwa muda, na kila mtu alikuwa ameketi chini, na ndipo mzee Gondwe akaendelea kuzungumza. Mtaondoka na mtoto wenu, ila katika kumlea huyu mtoto kuna masharti matatu makuu. Munisikilize kwa makini sana Deborah Martin pamoja na Aaron, maana nyinyi ndio mmeamua kusaidiana katika hili, basi msiache kusaidiana zaidi. Sharti namba 1, huyu mtoto alale katika kile chumba alichozaliwa. Mule ndio kiwe chumba chake cha kulala, usije ukalala naye, na hiko chumba haruhusiwi kuingia mtu yoyote ila wewe au Aaron. Sharti la 2, kila inapofika siku ya 7 mwisho wa wiki, usiku unapoenda kumlaza, hakikisha unamlaza na mnyama, awe mbuzi au ng'ombe mdogo. Narudia tena. Sharti la 2, kila inapofika siku ya 7 mwisho wa wiki, nyakati za usiku unapoenda kumlaza huyu mtoto, hakikisha unamlaza na mnyama, awe mbuzi au ng'ombe mdogo. Sharti la 3 na la mwisho,
ndani ya mwezi mmoja, yani kila mwezi huyu mtoto anaoga mara 3 tu. Umenielewa Debora Martin? Aliongea mzee Gondwe, lakini Debora Martin ni kama alikuwa hajaelewa kitu hivi. Akaomba mzee Gondwe arudie tena. Sikiliza kwa makini Debora Martin. Sharti namba 1, huyu mtoto alale katika kile chumba alichozaliwa. Mule ndio kiwe chumba chake cha kulala. Kila siku usiku huwa unamlaza mule, usije ukalala naye. Na hiko chumba haruhusiwi kuingia mtu yoyote ila wewe au Aaron. Sharti la 2, kila inapofika siku ya 7 mwisho wa wiki usiku unapoenda kumlaza, hakikisha unamlaza na mnyama, awe mbuzi au ng'ombe mdogo. Sharti la 3 na la mwisho, ndani ya mwezi mmoja, yaani kila mwezi huyu mtoto anaoga mara 3 tu. Ndani ya mwezi mmoja, zingatia hilo, huyu mtoto anaoga mara 3 tu. Na huyu mtoto haogeshwi na maji ya kawaida. Huyu mtoto anatakiwa kuogeshwa na damu, na hiyo kazi ya kumwogesha utaifanya wewe mwenyewe, mama wa mtoto Debora Martin. Maana yake, chinja mnyama ndani ya chumba cha mtoto, kinga damu kiasi chochote kwenye kalai, kisha mweke mtoto humo na umuoshe. Ukimaliza, mtoe mtoto, mlaze chini, kisha weka nguo zake pembeni za kumfunga vizuri, ila usimfunge wewe, weka pembeni tu, kisha wewe toka. Rudi kesho asubuhi, utakuta ndani kusafi na mtoto kashavalishwa, utamchukua mwanao. Wapi hujaelewa? Mtaalamu Gondwe alikuwa ameweza kutoa masharti hayo matatu. Masharti hayo matatu. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya, ungana na mimi Amani Leonard katika sehemu ya 5, na itakuwa sehemu ya 5 ya simulizi nzuri inayokwenda kwa jina la Johnny Melissa, mtoto wa Superstar. Kwa sasa tunaishia hapa, tuendelee katika sehemu ijayo. Asanteni na kwaherini.